Ni uwanja wa Sokoine jijini Mbeya kwenda kushuhudia mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Prisons dhidi ya Namungo FC. Miongoni mwa michezo ambayo Tanzania Prisons wakirejea tena nyumbani mara baada ya kutoka kupoteza dhidi ya Kamuzi, ndo hao wakiongozwa na Alexi Pancras kutoka Arusha, na hicho ndio kikosi cha Mafande kia Otieno akiwa na Shuli Pevu. Juma Mgunda ye kama kawaida kule mbele amesimamisha kinara mabao ya ligi kuu. Fabrice Wangoi akisimama peke yake pale mbele. Uwanja mzima uko ndani kule, lakini inababatiza na inakuwa ni kona. Ni kona. Aruna Chanongo aliweka ndani, lakini kababatiza. Ni kona kwenda kuchunga kona. Salum Kimenya kwenda kuchunga. Salum Kimenya, wakati wa Musa Malika kipanga safu yake ya ulinzi ikae vizuri. Haya, 1 2 3 inawekwa ndani, kona kutoka kichwa kule. Fabrice Wangoi imekuwa kule, wanajipanga tena, inarejeshwa kule likotoka kule, lakini hakuna mtu akuna kuipitia kule, na kupitia ndani kule, lakini nyaka uzuri kabisa kule, alikuwa ameshajaribisha ile. Musa Malika amekaa nao kabisa, tamaliza kule, inapotea kule, ondosha kule defenders. Haya, ikatwa ni madhambi. George Pole kaachwa peke yake. George Pole, mabao mawili michezo minne. Naitwa watu wa huduma ya kwanza. Naitwa watu wa huduma ya kwanza, yuko chini Rogers Gabriel Jigwa. Hiyo hapo ndo shaka, ndo hiyo piga kofi, mpira ule umefika, ndio kwa Machela Julius anayeweka ndani kule. Fabrice Wangoi anarejesha mchezo kule Kiswanya, basi Luzendaze kwenda chini chache kule. Namna gani Geoffrey Luzendaze, ilikuwa nafasi ya adhimu kweli kweli, lakini akashindwa kufanya jambo. Tizama, Machela Julius alitengeneza mazingira, Fabrice Wangoi akairejesha mchezoni. Kiswanya akatoa pasi moja kisigino. Geoffrey Luzendaze anaiweka ndani, kunapitia kule Fabrice Wangoi, wekwa chini. Mwamuzi asema nini? Anasema ni mkwaju wa penalty. Anasema ni mkwaju wa penalty. Fabrice Wangoi chezewa ndivyo, si mwamuzi asema ni penalty na kadi ya njano natoka. Bila shaka ni kwa itakwenda kwa Haruna Chanongo kule. Kwa nini amfuate mshika kibendera? Pia kwa nini unamfuata? Nyesho kadi ya njano. Tizama, Luzendaze ilipenyeza pasi, Lolihosha kachelewa, mlinda mlango akacheza madhambi. Hiyo hapo Luzendaze, Fabrice Wangoi akachezewa ndivyo sivyo. Ile ni Cyprian Kipenye. Cyprian Kipenye, mabao mawili, assist moja, 1 2 3, michezo 12, huwa 13. Cyprian Kipenye. Haya, 1 2 3, Cyprian Kipenye na Musa Mbisa. Kipenye, Cyprian Kipenye amejaa kabani. Cyprian Kipenye ameupenyeza mpira kwenye kamba kule. Mlinda mlango Musa Mbisa aliufuata, lakini hakusaidia kitu, na kila pose la picha namna hii. Cyprian Kipenye akiwapa bao la tangulizi Namungo FC.
bao ambao wamekwenda kupatikana kwa mkwaju wa penalty. Chezewa ndivyo za Fabrice Wangoi. Unaweza kusema ni assist nyingine tena kwa Fabrice Wangoi. Hiyo hapo Cyprian Kipenye alifuata mlinda mlango Musa Mbisa, lakini hakuweza kuiona. Cyprian Kipenye bao la 3, michezo 13, assist 1, man of the match 1 akicheza dhidi ya Pamba. Cyprian Kipenye, what a player! Hiyo hapo alikwenda kuipeleka pembeni. Haya, Wangoi ni offside. Sendaze chezewa ndivyo sivyo, na hiyo hapo ndo ilo za offside. Hiyo hapo jifunga wenyewe, na kadi ya njano natoka kwa nyota wa Tanzania Prisons. Bila shaka ni Lambert. Ni free kick. Fedike na Mungu. Haya, anawekwa ndani huko. Fabrice Wangoi! Fabrice Wangoi safari hii anafunga mwenyewe. Anafunga safari hii mwenyewe. Ameupitia mpira ule na kuandika bao la pili. Fabrice Wangoi, bao 7. Akiringa namna ile Fabrice Wangoi, tizama mpira mrefu ulipigwa. Loli Hosh alichelewa ule akaupitia, alidhani kwamba mlinda mlango Musa Mbisa atautokea, lakini wakashindwa kuelewana. Tizama hiyo hapo, alichelewa Loli Hosh na Musa Mbisa sidhani alikuwa anaangalia nini. Fabrice Wangoi, Bianca. Haya, anakuja tena, wanajipanga lakini ni foul. Tizama alikuwa anapambana nayo ile Marco Mhilu, kachezewa ndivyo sivyo. Ngoja tuone itawarejesha mchezoni ama la. Inawekwa ndani kule, kataa kule, maridadi sana kule Musa Malika, ni kona. Musa Malika anakataa ile, anasema haiwezekani. Ilikuwa inajaa kambani, lakini umaridadi wa Musa Malika kakataa. Haya, ni kona, kataa kule Machela. Haruna Chanongo inarejesha tena ndani, kuna nafasi kule, kataa kuna kumalizia kule Loli Hosh, lakini nyaka uzuri kabisa kule Musa Malika, na mlinda mlango ameumia huku Musa Malika. Hiyo hapo iliwekwa ndani huku, wakashindwa kuondoa madefender Loli Hosh. Ndo takwimu za kipindi cha kwanza, mashuti 4 kwa 2 ilolenga lango, ambayo hajalenga ni 2 kwa 3, kona ni 2 kwa 0, madhambi ni 9 kwa 6, offside 2 kwa 2. Show ni jambo la kusubiri na kuona mabadiliko ambayo yamefanyika. Na karibu sana, nitakwambia karibu sana, dakika 45 za lala salama, ligi kuu ya NBC kati ya Tanzania Prisons dhidi ya Namungo FC. Karibu sana uwanja wa Soko Kaboma, akija kuongeza nguvu naye Katoni madhambi na akiugulia, lakini Haruna Chanongo hiyo hapo kwenye msimamo. Haya, babatiza kwenda kuwahi kule, Haruna kwenda kutana na kule La Bianca, amejaa kambani. Wapata bao la kufutia machozi, kama sio la kutangulia, la kuanzisha safari ya kwenda kusawazisha. Lambert Sabianka anapatia bao la kwanza Tanzania Prisons. Tizama, Haruni Chanongo aliurejesha mchezo, mpira mchezoni. Hiyo hapo aliurejesha mchezoni
ikakutana. Lambert Sabianga akajisetia, akaitandika ile, ukaenda kujaa kambani. Ameweka sehemu sahihi, kuwekwa nafasi Kipenye, tayari ilikuwa ni offside. Glory Tesha anasema ni offside, ni offside kwa imefika vizuri kabisa kule, babatiza kule kwenye nyaka kule, alijaribisha kule Neva Kaboma, lakini akaimeza ikiwa ni on target. Hiyo hapo Neva Kaboma kwa Cyprian Kipenye, inawekwa nafasi kule, mwamuzi anasema ni penalty, anasema ni penalty nyingine. Hateteseki na kadi ya njano imetoka, hataki kuongea na mtu, lakini anawapa mzigo ama mlima. Mtizama, aliwekwa ndani hiyo hapo. Loli Hosha alimtoa kwenye reli, Benjamin Asukile, defender wa zamani wa Tanzania Prisons. Bao la 3, hili la 4. Cyprian Kipenye mepaju, goal kick. Cyprian Kipenye, shuti lake linakwea pipa, linakwenda nje. Tizama, alichekecha vizuri, lakini vipimo vika huku. Nafasi Haruna Chanongo, nafasi nyingine tena. Mwamuzi anasema nini? Anasema ni mkwaju wa penalty. Safari hii ni Tanzania Prisons, wanafaidika. Tizama, Haruni Chanongo aliweka ndani, akakwatuliwa mtu kule. Hiyo hapo Haruni Chanongo, cheza ndivyo sivyo. Abdalla Mfuko alimchezea ndivyo sivyo Neva Kaboma. Jimpole 1 2 3, hiyo Jimpole ame scoreboard, ama level scoreboard. George Mpole anarejesha matumaini ya alama kubakia pengine Sokoine. Kwa mzuri kweli kweli, alipotea kabisa ile. Musa Malika kuweza kuiona hiyo hapo, aliangalia tu kwa macho. Chanongo anaiweka ndani kule, namna gani kataa kule, ni kona. Kona ni ya 4, na ngoja pata tukona hata moja, anawekwa ndani huko, nagonga kichwa kule, mejaa kabali. Oscar Mwajanga anambia vipi nyie? Oscar Mwajanga amenuna. Oscar Mwajanga anaweka chuma cha 3 kwa Tanzania Prisons. Upara ukiwaka namna hii na namna anavyopongezwa, kitoka hapo lazima kameze dawa za maumivu. Tizama kona ya Salum Kimenya, heda moja hivi matata. Musa Malika kuiona ile, hiyo hapo heda, free header ya nguvu kweli kweli kwa Oscar Mwajanga. Benchi zima limenyanyuka la Tanzania Prisons, na Mungo mbili inaajibiwa huku kwenda nje kule. Na anakaa kabisa mlinda mlango Musa Mbisa. Hiyo hapo jaribio ambalo Makambo Hashim ndio amezuiwa asiendelee na safari yake, na kadi ya njano inaonyesha Marco Mhilu. Jeremia Juma inawekwa ndani huku, cheza vizuri kabisa kule. Musa Mbisa wanarejea tena, Machela anaweka ndani huku, lakini bado. Haya, Hashim Manyama
anakutana Rogers Gabriel, lakini babatiza kule. Tambulizwa kwa Makambo na mlinda mlango kule Musambisa. Inarejeshwa tena huko Luli Hosh, kataa kule. Lakini away Namungo wamecheza michezo 8. Kama watapoteza mchezo huu itakuwa ni mchezo wao wa 4 kupoteza away Namungo, wakiruhusu mabao. Tizama namna hiyo kwenda gonga kichwa ile, lakini Musambisa alikuwa makini. Na dakika 90 zimekamilika. Tanzania Prisons wanalipa kisasi wakitoka nyuma mabao mawili, wakisawazisha na kupata bao moja la ushindi. Full time Tanzania Prisons 3 Namungo 2.